Unaishi mnasita miracles, hata Mungu anasema zingine kabla hujaomba nitawafanyia, nitawatendea. Kuna mambo ambayo tutaomba Mungu atatupenda mwenyewe. Sema amen. Mungu atatusikia mwenyewe, atatufanyia mwenyewe. Haleluya. Watu wanaomba hakuna chochote kinatendeka, lakini tukiwa na upendo njoo utaki mwenzako ume. John chapter 15 verse 13. Leo tunamaanisha mapema sana. John chapter 15 13. First John. Aliye na upendo. Yeah. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Yes. Wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Umesikia hiyo maneno? Yesu mwenyewe ana upendo mkubwa sana. Maana alitoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake ambao ni sisi. Kristo anajua ndiye nyayo ambazo tunafuata, matabi yake ndio tunafuata. Zile nyayo zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yeye mwenyewe ametoa uhai wake kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. You know what? Kitu ambacho kitaweza kutakaza watu na kuondoa kawaida ni neno la ukweli. Wakati ambao watu watajua kwamba hii injili hata ikasi tunafanya si kwa ajili ya makuu yetu, ni kwa ajili ya faida ya ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushindi utapatikana na kuna kitu ambacho wewe mwenyewe hata utakuwa inakusumbua. John chapter 17 Biblia inasema kwa hivyo injili ya ukweli ndiyo ambayo itatusaidia pakubwa sana kwa ajili ya upendo huu wetu na kwa ajili ya kufanya hii kazi vile ambavyo Mungu anataka tufanye. John chapter 17 to 19. Alafu sasa nianze kuongelea kidogo nikimalizia. John, uwatakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukweli ni kitu ambacho kinatakaza. Wakati Yesu alisema sahi wamekwisha takazwa kwa ajili ya ile neno ambayo nimewaambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Yesu alikuwa anahubiri ukweli, akasema ukweli sasa umeweka kuwa sawa. Umewaosha kila dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mawazo yao imewekwa kuwa sawa. Kwa hivyo Yesu Kristo hata akipaa juu alijua kwamba ameacha kanisa ambao liko na ukweli, maana yale mafundisho aliwapatia yote ilikuwa ni ya kuglorify Father. Ninakumbuka hiyo John 17, sijui kama ni John, inasema ya kwamba Yesu akienda juu mbinguni akasema ya kwamba kama vile sisi Baba tuko na umoja, na hawa ninawaombea kuwa na umoja. Sema haleluya. Alisema ninawaombea wawe na umoja kama vile na sisi tuko na umoja. Na akasema hawa si wa ulimwengu, sai wametakazwa na wametengwa na ulimwengu. Ingawaji ulimwengu utawachukia, lakini kama vile mimi ninaweza kushinda, hivyo wameshinda. Katika Yesu mambo mazuri. Sema amen. Wao si wa ulimwengu. Sema amen. Wao si wa ulimwengu. Bwana, mambo yako iwe tofauti, mahubiri yako iwe tofauti, upendo wako upite wa mabadisayo. Sema haleluya. Upendo wako usiwe na unafiki. Sema haleluya. Yesu kawaida usiwe ndani yetu. Sisi si watu wa kawaida. Biblia inasema sisi ni taifa teule ambao tumeitwa na Mungu kutoka gizani tukaingizwa katika ufalme wa mbinguni. Sisi tuko kwa ufalme wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo upendo wetu uwe kamili. Kitu kinaweza kusaidia hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana sasa shetani ni adui yetu. Mtu si adui yetu. Kitu kinaweza kusaidia ni kuhakikisha injili tunayohubiri hapa ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tunahubiri Yesu tu. Unajua kuna injili tamu kama kuhubiri Yesu. Ukituhubiri mwenyewe utakufa mapema. Ukituhubiri wewe sasa, ni hubiri beni hapa sema mimi beni utakufa mapema. Lakini sema Yesu nitaishi siku nyingi. Maana Mungu anasema ya kwamba yeye ambao nitukuza mimi namtukuza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu anasema nitawainua juu ya mataifa, nitafanya mheshimike. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo siku upendo udumu ndani yetu. Tuwe na upendo, tuwe na umoja. Muone vile ambavyo mji huu Mungu atatupatia Mombasa bila kungangana. Si Mombasa, hata nje ya Mombasa. Bila kungangana tu tunaenda tutahubiri injili. Unaenda kuhubiri injili, ukienda kuhubiri injili unaona watu kama wanainua mikono wanasema mimi nataka kumpokea Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu amesema ni upendo pekee. Tuende mahali na nia moja. Tunasema nia ya kuja hapa ni nini? Tunasema tunakuja kuombea hii eneo kwa maana hapa pamekuwa na mpinga Kristo. Tukisema hivyo tunakuja tukiinua mikono, Mungu ashajibu. Maana anaangalia upendo ndani yetu. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia chapter ni kama hiyo 17 inasema ya kwamba Mungu anachunguza mpaka vinendele za roho. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu anajua moyo wa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sababu yetu ya kukuchanika pawe ni upendo wa Yesu kumuinua. Hatutangangana na injili. Bwana Yesu asifiwe. Hata kanisa unastahili kuwa na upendo. Mkiwa na upendo kanisa mtangangana. Utafanya vitu na upendo. Kanisa la kwanza lilikuwa na upendo sana. Haleluya. Kanisa la kwanza lilifanya kila kitu kwa upendo. Na kama tunaweza kuwataja kanisa ya kwanza vile ambavyo walifanya vitu ndani ya upendo. Bwana Yesu asifiwe. Hata sisi hakuna mahali tutangangana na injili. Maana watu walijawa na upendo. Walikuwa wameondoa kawaida. Kuna mahali ambao walikuwa wanatoa vitu vyao, wanakuja hapo, wanashilete. Unashangaa kwa nini hao watu wanaleta? Mpaka watu wa mataifa wanaona hii si kawaida. Hao watu labda wao wamechanganyikiwa ama wanadanganya nao, lakini wote walikuwa wanajua kile ambacho walikuwa wanafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. So tukiwa na upendo na umoja itakuwa ni rahisi. Ana Biblia inasema tusichoke kufanya wema. Galatians 6:9. Kwa hivyo tukianza kufanya tukiwa na upendo hatutachoka. Sema Bwana Yesu, nataka ushindi katika maisha yangu. Ile